Sawa. Okay. Uona kama mbele nadhani. Position yako ilikuwa ni wapi? Sawa. Yes, go there. Ndio. Nataka nikuoneshe huu mfano. Kuwa makini hapa. Kuna mambo makubwa nataka nikuelekeze hapa. Sasa kuna wanadamu wawili hapa. Kuna wanadamu wawili wenje huko mtu Mungu. Njoo huko. Jinsi maisha ya wanadamu waliyalivyo. Unaona? Huyu mwana okay. Yes. Unamwona yule pale? Huyu anasimama kwa upande wa kuwakilisha maisha ya giza, nafasi ya shetani kwenye maisha ya wanadamu. Amekaa kuonesha matokeo ya mtu atakayemfuata shetani, na ameshika hii bakora kama kiashiria cha yote atakaingia kwenye anga zake hatumwacha salama. Atakaingia kwenye anga ya shetani hatuacha salama. Lakini huyu amekaa, tokale kwa hiyo kidogo. Amekaa angekea kule hivi. Amekaa kuonesha matokeo ya yule mtu atakayemfuata Mungu ali hai. Amekaa kuonesha hayo matokeo. Sasa hapa kuna hawa ni viongozi wanaoongoza watu. Yupo huyu anayemuongoza mtu kuelekea kwa shetani, kwa Mungu ali hai, kwa Mungu. Ndio maana ameshika Biblia. Sisi ndio ambao tunakuhubiria Injili, tumeshika Biblia. Tunakuelekeza kwa Mungu, njia ya kwenda kwa Mungu ni ipi. Lakini yuko hapa ambaye amekaa kumwelekeza mtu kwenda kwa shetani, na yeye ana mbinu yake ya kutumia. Ndio maana kitendo hili chetu cha leo kilikuwa kinasemaje? Ina utamu wa asali, ina shibe ya kifo. Ana mbinu yake ya kutumia. Lakini yote hayo wamekewa wanadamu wawili. Yuko mwanadamu huyu ambaye anatakiwa elekezwe kwenda kwa shetani, na matokeo yake tutayaona. Lakini yuko mwanadamu huyu ambaye anatakiwa elekezwe kwenda kwa Mungu, na matokeo yake tutayaona. Hebu sasa tuanze na wewe, tuanze na hapa upande huo huko. Tumia ile njia yako kumwelekeza mtu kwenda kwa shetani. Kwanza nikuoneshe, ina utamu wa asali, ina shibe ya kifo. Ona vile shetani anamtamanisha mtu na dhambi. Dhambi tamu, dhambi nzuri. Unaona anamtamanisha mtu. Unaona? Hivi ndivyo maisha ya wanadamu yanavyokuwa. Unaona? Sasa unaona mwanadamu pale anaifuata, alana huyu anachua matokeo ya kumfuata shetani. Lakini dhambi inaanza kumvutia. Unaona, anaenda anaifuata. Anafuata ule utamu wa asali. Anafuata ule utamu wa asali. Anamingishia tu. Unaona maisha yanapoenda. Anamfuata, anaendelea kufuata tu. Anaendelea kufuata. Mwisho wa siku sasa atajikuta ameingia kwenye 18 za shetani, ambako ni mwisho wa maisha yake. Na atakapofika shetani hatakuwa na huruma naye. Hapo ni ameshika bakora, ni kwenda mwendo wa kupiga stiki tu, kwamba wewe umejitakia mwenyewe. Hebu onesha kwanza mfano vile ambavyo shetani anakuwa kimchapa mtu. Gusa tu kwa mbali namna ile. Hebu onesha bu mfano. Umeona? Apiga tu hivi, nenda kuonesha wewe, yani ni hivi. Anapiga tu pale. Dada anaogopa, anajua anampiga kweli. Hapana, ni mtu wa Mungu. Unaona ni atapiga vibaya. Shetani ana huruma. Usione na kuletea dhambi ukaiona jambo zuri, ana mahesabu yake. Umeelewa? Haya ni matokeo. Naomba rudi kwenye nafasi yako sasa hapa na. Umeona? Haya ni matokeo ya vile ambavyo shetani anawavuta watu kwenye hatari, kwenye umauti. Hebu tuangalie sasa mfano wa pili. Huyu mtu ambaye anaelekezwa na mhubiri kwenda kwenye njia nzuri. Mhubiri wetu ameshika Biblia. Hebu mhubiri sasa anza kumsogeza mtu kwa maneno ya Mungu, ukimvuta kumpeleka kwa Mungu aliye hai. Hebu anza kumvuta sasa kwa mkono wake, mshike mkono huko unamsogeza kwenye ufalme wa Mungu sasa pale. Huyu ni yule ambaye amesikia maneno ya Injili kama hivi. Anaelekezwa maneno ya Mungu. Kadri anavyozidi kuelekezwa anajikuta anasogea mbele za Mungu aliye hai. Hebu tuendelee kusogea pale kwa Mungu. Unaona anavyozidi kusogea, anafuata maneno ya Mungu, anaenda kanisani, anafundishwa neno, anaendelea kufuata, anaendelea kusogea. Mwisho wa siku sasa atajikuta amefika kwa Mungu aliye hai. Anajikuta amefika mbinguni. Na anapofika mbinguni, yapo mambo Mungu anafanya. Moja, atamfuta machozi kwa yale mambo aliyokutana nayo duniani, kwa yale masumbufu yote duniani. Ndipo Mungu atakapomuinua akimfariji kwamba mwanangu nakupenda, hongera kwa kufika mbinguni. Kama umeelewa, mshangilie Yesu kwa mfano wa leo. Mshangilie Yesu kwa makofi yako ya shangwe. Unaweza mkarejea sasa. Hebu piga tena makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza tena makofi. Piga tena makofi kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Kazi wa Tanga. Haleluya. Kwa Yesu kuna. Hivi ndivyo ambavyo maisha yako yalivyo ndugu yangu. Tumeshika Biblia.
nikwambia ndugu yangu, njia ya kwenda uzimani ni hii. Huku ndipo ambako Mungu yuko. Ndicho ambacho tunakifanya sasa. Unafungua macho yako kwamba Mungu yuko huku mpendwa. Mfuate Mungu. Usikubali leo shetani akakudanganya. Akakwambia kwamba unaokokaje wewe? Unaokokaje? Unawezaje kukaa na mke mmoja? Inawezekana ndani ya Yesu. Mke mmoja, mume mmoja mpaka inaisha hiyo. Haleluya. Inawezekana. Usisikie ushawishi wa shetani kwamba unawezaje kuishi bila sigara. Unawezaje? Mbona sigara ni nzuri? Usisikie au ushawishi. Ndani ya Mungu inawezekana. Yuko Mungu wa kukusaidia wewe. Hakuna anaweza kushinda dhambi kwa akili zake. Yupo Mungu ambaye anamsaidia mwanadamu. Ikiwa unakubali kumpa Yesu maisha yako leo, yupo Mungu atakaye kusaidia wewe. Haiwezekani kibinadamu, ndio. Hakuna anaweza kushinda dhambi kibinadamu, lakini kwa msaada wa Mungu yote yanawezekana. Usikubali shetani akakudanganya kwa mambo ya dunia. Usikubali shetani akakuvuta kwa mambo ya dunia, kwa uzuri wa ile dhambi, kwa uzuri wa ile dhambi ambayo ina utamu kama wa asali, ila matokeo yake ni kifo. Usikubali shetani akakupoteza kwa mkao. Leo mbadilisha mtazamo wako. Leo kama shetani kwa amekutakia mabaya, badilisha mtazamo wako. Leo maneno ya Mungu nakwambia, leo maneno ya Biblia nakwambia, haya yamebeba uzima wako, haya yamebeba tumaini lako jipya, haya yamebeba usalama wako, haya yamebeba ulinzi wa maisha yako. Leo maneno nakwambia ndugu yangu, leo injili nakuhubiria. Ipo nafasi leo kwa wewe ambaye unatamani kufuata msalaba wa Yesu, unatamani kupata msaada wa Mungu. Ipo nafasi kwako. Amini haya maneno, leo utakuwa salama. Amini haya maneno, leo utasalimika. Amini haya maneno, historia ya maisha yako itabadilika. Muamini leo Mungu aliye hai kwa kukubali kuokoka, kwa kukubali kumpa Yesu maisha yako. Maneno nakwambia sio story tu za dini, ni maneno halisi, maneno yaliyotubadilisha sisi ambao tulikuwa waovu, lakini leo tumebadilika. Maneno hayo ndio nakwambia wewe, nikiwa na hakika nayo kwamba ukiamini utabadilika, kwamba ukiamini historia yako itakuwa tofauti. Leo ndugu yangu, hebu muamini Mungu aliye hai. Hebu unaweza kusimama sasa hapo ulipo, simama juu. Simama juu hapo ulipo sasa. Simama juu hapo ulipo sasa. Ukiwa umesimama juu, praise and worship team, naomba tuje mbele huku. Hallelujah song. Praise and worship team, naomba tuje mbele huku. Ukiwa umesimama hapo juu sasa, lipo jambo nataka nifanye leo. Nimekuhubiria habari ya msingi sana. Sikiliza, kuna njia mbili mbele yako. Mkubali leo Yesu akupe ushindi dhidi ya dhambi. Mkatae leo Yesu, jehanamu ya moto iko mbele yako. Maamuzi yako leo yanaamua utakapokutana nacho kama matokeo baada ya kufa kwako. Maamuzi yako leo yanaamua. Ni ili leo uamini injili hii, ambao wenda leo ni mara yako ya mwisho. Wewe ndio nafasi pekee unapata ya kusikia injili, kwa sababu hujui kesho yako inakaaje. Wewe Mungu amekuhurumia tu wewe. Wapo waliokufa wakiwa wadogo sana, wapo waliokufa wakiwa hawajafika hata miaka kama umefika. Hujui kesho yako. Mwanadamu umepewa maamuzi ya kuchagua leo. Kesho imefungwa kwenye fumbo la Mungu. Hakuna anayefahamu kesho. Wewe leo Mungu amekuhurumia, ameamua kusaidie, akwambie injili itakayobadilisha historia yako. Mwanadamu uliyesikia injili, utajitetea nini mbele za Mungu siku ile pale ambako atakuhukumu kwa kukataa kuamini injili? Utasema nini siku ile? Utasema nini? Je, utasema Mungu akaongea na wewe ikiwa aliongea nawe kwa njia nzuri ya namna hii? Ameongea nawe kwa njia ya upendo, ameongea nawe kwa njia nzuri ya furaha. Utajitetea nini mbele za Mungu? Utasema nini mbele za Mungu? Ameamua kukutafuta kwa gharama kubwa. Yote yokoe nafsi yako, iepushe na jehanamu. Utasema nini mbele za Mungu ukiwa unakataa wokovu? Utasema nini mbele za Mungu ukiwa utoamini haya maneno ndugu yangu? Ukiwa umesimama, naomba hebu sasa tusogee wote mbele. Kuna kitu nataka tufanye msingi sana. Naomba wote tusogee mbele sasa. Chukua hatua yako ya imani, sogea mbele mtu wa Mungu. Yuko Mungu hapo anataka saidia maisha yako. Yuko Mungu anataka kutana na wewe. Watoto naomba msogee kwa pale pembeni kidogo. Yes. Mnaweza mkarudi nyuma kidogo hapo watoto, kama watu watatu hapo. Yes. Wadumu naomba nisaidieni kuwasaidia hawa watoto. Watu wazima wote naomba tusogee mbele. Hata wewe ulioko mbali. Shitana
mahusa kata rebo shakara na mandara na makute basi reba shara na mahuse kete kita rama mama mandoro busaka tari abakudu asike. Sogea mbele ulioko mbali, chukua hatua ya imani. Hebu sogea huko ulipo, anza kusogea sasa mbele, anza kusogea sasa mbele. Sogea hapo, kusogea tena. Paulo, mnaomba nisaidie, bado watu wako mbali sana, watu wako mbali sana, watu wako mbali sana, watu wako mbali sana. Wakati watu wanaendelea kuimba, naomba msogee karibu maneno ya hapo kati hapo hapo. Funika macho yako kwa tu mwaminifu. Funika macho yako sasa, naongea maneno ya mwisho kabisa. Kama funika macho yako, fikiria kama ikitokea kesho usipoamka, utajitetea nini mbele za Mungu aliye hai? Utajitetea nini mbele za Mungu aliye hai? Ikiwa leo ameongea nawe kwa sauti nzuri na ya upendo, ikiwa utamkataa leo, utasema nini kesho wewe? Utakapoamka ukajikuta mkini umefariki, utaongea nini mbele za Mungu? Utasema nini? Je, utasema Mungu akuongea na wewe? Je, utasema Mungu aje kuongea na wewe kwenye maisha yako? Sikia mpa Mungu leo hapa. Nafasi iko kwako leo kufanya maamuzi. Wewe ambaye unasema nimesikia injili hii, leo natamani kuokoka, natamani kumpa Yesu maisha yangu. Weka mkono wako mmoja kifuani na mwingine nyanyua juu kabisa. Wewe ambaye unasema nimesikia injili hii, leo natamani kuokoka, weka mkono wako mmoja kifuani na mwingine nyanyua juu kabisa. Nyanyua juu mkono wako mwingine pale. Na hata baada ya kunyanyua juu sasa, naomba tuchukue hatua hii ya imani sasa. Nataka niwaombee Mungu awasaidie. Hebu ambaye umenyanyua mkono wako mmoja juu na mwingine umeweka kifuani, hebu anza kusogea mbele sasa hapa. Nataka niwaombee maombi maalum wote ambao mmesema leo unatamani kuokoka, unatamani kumpa Yesu maisha yako. Sogea mbele sasa. Sogea mbele sasa. Nataka niwaombee maombi maalum mno. Nataka niwasaidie kwenye hatua hizi za mwishoni za maamuzi yenu. Yesu, wewe Mungu naye sahihi. Wewe ambao unasema leo nataka kuokoka, nyanyua mkono wako mmoja juu na mwingine kwa kifuani. Kisha sogea mbele sasa. Wewe ambao unasema nataka kumpa Yesu maisha yangu, kama ulikuwa hujaokoka, nataka kuokoka leo, sogea mbele sasa. Mungu, naomba nisaidieni kazi. Saidiana watu wa Mungu. Haleluya. Nakungojea wewe ambaye bado uko nyuma sasa, unatafakari. Asante Yesu. Usione aibu. Asante Yesu. Usione aibu, Mungu anataka kusaidia. Asante Yesu.
sasa naomba mnisaidie kusema haya maneno. Sema Bwana Yesu, rudia badala yangu. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba nisamehe. Nitakase kabisa. Nioshe dhambi zangu kwa damu yako ya thamani. Namkataa shetani na kazi zake zote. Na kupokea Yesu kuwa mwokozi wangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutakwenda kukuombea sasa. Yesu, ninakushukuru kwa ajili yao watu ambao wamekubali kufanya maamuzi. Nakushukuru kwa ajili yao. Nakushukuru kwa ajili yao Bwana. Hebu sogea mbele sasa, sogea huku mbele niombe kwa ajili yenu ni ambao wamefanya maamuzi na mmoja maamuzi. Nakushukuru kwa ajili yao. Damu yako ya thamani, naomba Bwana iwatakase. Naomba iwatakase sasa. Naomba iwaoshe kabisa kwa jina la Yesu. Haya sasa ninatangaza, tuache nafasi kidogo pia hapo, tuache nafasi kidogo. Baina mtu mmoja tuache nafasi kidogo pa. Ndio. Msogea mbele sasa hapa bado kunyuma kidogo hapo. Takwenda kuomba kwa ajili yenu. Mfalme mwema, Mungu mwenye uwezo na mamlaka, ninakushukuru kwa ajili ya watu hao. Natangaza kile na nguvu Baba yetu iliyokuwa mafungo kwa jina la Yesu Kristo. Mikononi mwako kama kuna pepo limekaa, haya chomoka sasa. Jina la Yesu. Chomoka sasa kwa jina la Yesu. Zaidi ya kila pepo limekaa hapa sana. Peso. Zimwachie kwa jina la Yesu. Zimwachie kwa jina la Yesu. Pepo wachafu. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Ninaamuru kila nguvu za mapepo zipate kwa njia. Zipate kwa njia. Kwa jina la Yesu Kristo. Naenda kutangazia wenye nguvu giza, wenye nguvu wa pepo. Achia maisha ya mama. Achia maisha midoyo. Achia maisha ya huyo. Ninakuamuru. Achia maisha yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninachukia moto wa Bwana ushuke juu yako. Ushuke juu yako. Kila roho chafu tunaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Achia maisha yake. Chomoka tia. Katika jina la Yesu. Mapepo yako yamekaa. Haya machie. Haya toka. Kwa jina la Yesu Kristo. Hauna nafasi. Hasa kozote. Bila vifungo. Bila machia. Bila machia. Mapepo yote. Majini yote. Kila roho sasa. Bila machia. Kwa jina la Yesu Kristo. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Hauna nafasi. Asante kwa Yesu. Asante kwa Yesu. Asante kwa Luka ya Mungu. Katika jina la Yesu. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Moto wa Bwana. Washuke yako. Bila haya ya kuachia magonjwa ya kuachia mabibi yote ya kuachia katika jina la Yesu. Mungu ya hai. Remo hasa kusote. Kuachia. Kuachia. Kwa jina la Yesu. Jina lenye uweza. Jina lenye mamlaka. Jina lenye sana. Yesu. Kuachia. Ule moto wa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana nyumbani kami. Unakumbeka wote ulioko Maria. Kawazi moto kiroho maribifu. Kama kuna siku ya marishe. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana haleluya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho za mapepo. Kwa jina la Yesu. Achia. Achia. Asante Bwana uweza. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu mwema kwa ajili yako.
Asante kwa wema wako. Ninyi ambao Libarikiwe jina. amefanya maamuzi leo ya kumpa Yesu maisha yenu, naomba mwende hapo nyuma kabisa mkaandike majina yenu. Wahudumu naomba mnisaidie kuongoza watu. Wale ambao wameokoka leo mnaweza mkafuata wahudumu sasa hapo. Wahudumu naomba mnisaidie kwenda na watu kuandika taarifa zao, kisha rudi tena kwenye viwanja vya mkutano. Wale ambao wamefanya maamuzi leo mnaweza mkasogea hapo nyuma. Wahudumu naomba mnisaidie, nataka niombe na kundi jingine la watu wa pili hapa sasa. Nataka niombe na kundi la watu wa pili sasa hapa. Wewe ambao umefanya maamuzi hayo, wahudumu nisaidieni. Naomba mnisaidie hapa. Naomba mnisaidie, mnaweza pembeni kidogo hapo kwa ajili ya kuandika taarifa zao. Kwa jina la Yesu. Wahudumu naomba mnisaidie hiyo kazi sasa. Wakati wa kundi la pili nataka niliombea hapa wale ambao wameokoka siku ya jana na leo wamekuja kwenye mkutano huu, na siku ya jana uliokoka. Naomba pia usogee hapa mbele, nataka niombe kwa ajili yako. Kama hiyo jana uliokoka na leo umekuja kwenye mkutano huu, unaweza ukasogea pia mbele kama upo. Kama upo naomba usogee hapa mbele sasa. Wewe ambao uliokoka siku ya jana ambao jana unajua uliokoka wewe, sogea hapa mbele, usiogope, usione haya. Nataka niwaone uliokoka siku ya jana sasa. Nataka niwaone hao. Wewe ambao unajua jana uliokoka, sogea hapa mbele, usione haya, usiogope. Yuko Mungu, usiogope, njoo mbele. Kitia nguvu, njoo mbele. Njoo mbele, usiogope. Wewe ambao umeokoka jana, sogea mbele. Nataka nikuombee pia maombi maalum sana hapa. Nataka nikuombea maombi maalum sana hapa. Yuko Mungu akusaidie. Usiogope mtu wa Mungu. Amba jana Yesu ulimpa maisha yako, ulikubali kuokoka siku ya jana, naomba sogea mbele. Sogea pia mbele hapa, ndio. Sogea mbele. Usione haya. Yuko Mungu anayekusaidia hapa. Ndio. Funika macho yako, nataka niombe kwa ajili yenu pia. Mfalme mwema, naruhusu nguvu yako ikatembee kwa watu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu iliyotumwa kurudisha nyuma. Hiyo nguvu giza. Haya mapo. Hiyo nguvu iliyokuwa imetumwa hapa. Haya. Wewe nguvu, wewe. Pake watu. Achia. Haya. Chomoka. Ewe giza. Chomoka. Wewe kumrudisha nyuma. Wewe chomoka. Kwa jina la Yesu. Haya, achia. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu. Kumrudisha kwa jina la Yesu. Fire kwa jina la Yesu. Ate kwa jina la Yesu. Wote waachie katika jina la Yesu. Wote kwa funga na kurudisha katika jina la Yesu. Nguvu yako Yesu afunike. Katika jina la Yesu. Ila ninyi naomba unane na watu waliokoka jana. Uandikeze kwa pale ile simu ya Yesu. Amina. Mnaweza mkamfuata mtu wa Mungu hapa. Mfuateni mtu wa Mungu na maelekezo ataka wapi. Ni ambao mliokoka siku ya jana, mnaweza mkamfuata mtu wa Mungu hapa. Sasa nataka niombe na watu wenye shida mbalimbali. Kama unajijua una shida inayoonekana, aidha unikiziwi, umemleta mtu kiziwi hapa, umemleta mtu hapa ni bubu, umemleta mtu hapa na matatizo ya akili, umemleta mtu na shida ambayo inafahamika, naomba ile ni kundi la kwanza la watu au wakae mbele kabisa, mstari wa mbele kabisa. Kama umeleta mtu namna hiyo, ana shida, hawezi kutembea, hawezi kuona, amefungwa kwa namna fulani, naomba mtu asogee mstari wa mbele hapa. Sogea mbele kabla ya kumeleta. Kama umeleta mtu ambaye sogea mbele hapa. Basi kama naomba naomba na wagonjwa na watu shida mbalimbali. Kama wewe ni mgonjwa na shida yoyote, naomba sogea pia mbele. Naomba pia sogea mbele. Sogea mbele hapa na juu mzima. Usiogope, nataka tuombe kwa ajili yako. Ndio, sogea hapa. Chukua toa maombi haya. Chukua toa maombi na sogea mbele na kwa ajili yako. Kama basi na hiyo kwenda kwa kwa haleluya na kushukuru Mungu kwa maisha mchungaji hapa mbele.
makofi ya sifa.